Kwa majina naitwa Zawadi Waziri Shombe, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Mbozi. Leo nimepita hapa kwenye stendi yetu ya Mlo, stendi ambayo sasa iko vizuri na inaendelea kufanya kazi, na nimekuja kutembea kuona shughuli yale maagizo ya chama tuliyoagiza kwenye serikali kama yanatekelezwa. Lakini nimepita hapa nimeona yale maagizo tuliyoagiza yanatekelezwa, na vibanda vimejengwa, vimetanuliwa na wananchi wanafanya biashara katika maeneo haya. Mimi nipongeze sana serikali yetu ya Mbozi, lakini nimpongeze mkuu wa mkoa, nimpongeze mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi kwa ajili ya kuhakikisha maagizo tuliyoagiza Chama cha Mapinduzi yameshatekelezwa na wananchi wameshahamia kwenye stendi hii, na stendi inafanya kazi vizuri. Palikuwa na changamoto awali kwenye eneo hili ndani ambako ni stendi ambako magari yanasimama, walishamwaga kokoto, changalawe, magari sasa yanafanya kazi vizuri na mambo yamekaa sawa. Lakini changamoto ambayo watu wengine wanaweza kaisema ni changamoto za kawaida. Juzi umesikia mbunge Pasco Haonga mstaafu akiongelea juu ya stendi. Barabara hii ilikuwa inatengenezwa kabla ya kufunika vibanda. Kwa vibanda hivi baada ya kufunika vikawa vinaleta maji mengi kwenye eneo hili ambalo tayari tumeshajua sababu ya kuiongezea pia kutengeneza mitaro kwa ajili ya kuongoza maji kwenda kwenye makarabati yale makubwa. Lakini pia katika eneo hili wananchi wamepata faida kubwa sana, ambapo kwa sasa ukienda Mlo ili upate kibanda kule mjini ilikuwa kumvua tu mtu kwanza lazima na milioni 4 kabla ya kuingiza biashara yoyote, na wao hujamlipa mwenye nyumba. Lakini kwa sasa kwa sababu tumetanua wigo kutoka hii soko tangu tumefungua stendi, sasa hivi kutoka Mlo mpaka huku vibanda vinapatikana kwa bei ndogo, hususan ni 50,000 mpaka 100,000 kwa chumba kupanga. Lakini ukija stendi kwa sasa ni 150,000 mpaka 200,000. Lakini ukienda mjini ni 400,000 chumba kimoja kwa kupanga. Lakini kumuondoa ili kupata chumba cha kufanyia biashara mjini kabla hujaingia ni zaidi ya milioni 4, ndipo unaweza kupata chumba cha kupanga. Na kwa tuendelee kuipongeza serikali, tuendelee kufungua miradi mingine ili wananchi hao waendelee kupata faida. Na mimi nikaamua leo nipite nione changamoto ikoje. Ni changamoto ya kawaida ambayo mtu yoyote anaweza kaipata. Ameonyesha kwamba kuna dimbwi. Mimi siona kama kuna dimbwi ambalo linakutisha kwenye eneo hili la stendi, ambapo tunaitaka kueleza. Angekuwa na jambo lolote angeiuliza serikali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano kwanza kupitia mkurugenzi wa wilaya ya Mbozi ametenga milioni 50 ambazo zinaendelea na ukarabati kwenye hii stendi, ambazo mwanzo walikuwa na mwaga kifusi na changarawe na kokoto hizi ambazo tayari kwa sasa magari yanapita vizuri. Lakini kwa maana fedha zitakazokuwa zimeletwa kwa ajili ya kumalizia hilo eneo ambalo lina changamoto kama nilivyosema ule simu ya Pasco kwamba kuna dimbwi. Mimi sijaona dimbwi, nimeona maji kutuama. Na maji yanatuama kwa sababu ya wingi wa maji wa bati ambayo tumeshapiga tayari. Hili boma limeshatengeneza maji mengi ambayo yamekosa mwelekeo. Hajatengeza dimbwi, ni maji kutuama ambao sasa mkurugenzi tayari na fedha anasema ziko hapa kwa ajili ya kurekebisha, kuweka mtaro, kwa sababu kila baada ya tukio kutokea lazima tena matengenezo yatokee, kwa sababu ile mpango wa namna ambavyo bati hazikuwepo na mpango ambavyo ilikuwa mabomba ilikuwa ni tofauti na utengenezaji ambavyo maji tayari yametengenezwa kwenye hili boma. Kwa hapa hakuna dimbwi, kuna mtuamo wa maji ambayo tayari fedha zipo kwa ajili ya kutengeneza hili. Mimi nataka nieleze, huyu mbunge Pasco Haonga tangu amekuwa mbunge hana kazi yoyote. Hana kazi yoyote, wala sio mkulima wala sio mfanyabiashara. Tangu tulipompa ubunge akapata zile fedha ameshindwa kuzitumia. Nataka nimueleze, sisi wananchi wa wilaya ya Mbozi baada ya kupata ubunge kumpa, ndio hiyo nyumba amejenga, lakini pia unavyoona anavyotambaa kutafuta sababu sio na msingi kwenye maeneo yetu ya mbalimbali ya serikali. Lakini juzi amesema habari ya choo, anasema habari ya stendi. Mimi stendi siona shida, kwa sababu wananchi wanafanya kazi zao, wanaendelea kufanya kazi za kiuchumi ambazo zinaendelea katika wilaya yetu ya Mbozi. Nataka nimwambie, mimi mwenezi wa CCM nazo fedha watampa. Akitaka nimpe fedha kwa ajili ya ujasiriamali, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano imetenga 4% ambazo hata yeye kama fedha zimeisha, sisi tunaweza kaopesha, kwa sababu ana miaka karibu 38 kwa sasa. Anaweza kakopesheka na serikali. Kwa hiyo nimuombe mkurugenzi wa wilaya ya Mbozi, mkopesheni fedha huyu mbunge mstaafu Pasco Haonga, kwa sababu umri wake ni umri wa kukopesheka. Kwa hiyo niombe serikali tutazame